katika wakati tuliokuwa nao kweli kuna hilo dhahira, kuna huo muonekano wa ndoa nyingi ndoa kwamba kuvunjika. Talaka zimekuwa ni nyingi sana. Talaka zimekuwa ni nyingi sana. Sasa nini cha kufanya ili kupunguza? Jambo la kwanza kabisa ni kuwa kujua lengo la kuoa. Kujua lengo la kuoa. Kwa sababu mtu unapofanya jambo unajua lengo lake, kusudio lake ni lini, basi utakuwa unaichunga hiyo ndoa ili kufikishe kwenye lengo. Sasa kuna watu ambao kwamba huwa mtu anaoa kwa sababu fulani ameoa na yeye anaoa, hana malengo. Kwa nini anafanya nini? Anaoa. Na wakati mwingine leo hii ulimwengu huu ambao kwamba umeathirika na fikra za kimagharibi, fikra ambazo zinawaza mali, fikra ambazo kwamba zinawaza kipato, zinawaza ni dunia tu ambazo inakiwaza. Fikra hizi za kimagharibi tumesomeshwa nazo. Mtu anapelekwa shule kwamba hata asoma ili aje apate kazi, apate pesa. Mtu hata anapofika mtu anataka kuolewa, basi anachowaza kwamba mimi nikifika huko nitakwenda kupata nini, ni vitu ambavyo kwamba vipaumbele sana ni masuala haya. Sasa mtu anapofika kule akajikuta kwamba yale aliyoyalenga ya kidunia pengine wakati mwingine hayapo, na inafika mahala wakati mwingine hata mume kudanganya, anakwenda akionyesha madhahiri ambayo kwamba sio hali aliyokuwa nayo. Basi anafika mahala ambapo kwamba akifika huyu mke pengine anafika mahala ambapo anajikuta kwamba amedanganywa na vitu vya namna kama. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ni kujua lengo la ndoa, lakini vile vile sehemu nyingine ni katika vitu ambavyo kwamba vitatuhifadhia ni kuifahamu hiyo ndoa. Hiyo ndoa ni tuifahamu, kwa sababu wengi wanaingia katika ndoa lakini hawaifahamu ndoa, hawafahamu majukumu yao katika ndoa. Kwa hiyo mtu anaingia katika ndoa lakini hajui jukumu lake ni lipi. Sasa inapofika kwamba mtu hajui jukumu lake katika ndoa, atafanya mambo ambayo alikuwa hapaswi kuyafanya, au ataacha kufanya jambo ambalo lilikuwa linamwajibikia kufanya. Sasa akifanya hivyo, linapelekea kwamba mtu hiyo ndoa iwe katika hali ya tahadhari. Jambo lingine, kuna baadhi ya watu wanaingia katika ndoa lakini wakifikiria pengine namna mawazo yao kwamba yule anayekwenda kuoana naye basi anataka kwamba awe kama malaika, na hili jambo ambalo kwamba ni mustahil. Anayeoa ni mwanadamu, anaweza akapatia, anaweza akakosea. Anayeolewa ni mwanadamu, anaweza akapatia na anaweza akakosea.